sote na kila mmoja kwenye dhamira yake tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu yasiyopona, linatupa gharama. Na kwa kuwa limetokea, kila mtu amekuwa akilisemea. Mimi niwaombe wa Tanzania tuungane na Mheshimiwa Rais. Ameunda tume, tupate uhalisia wa jambo hili. Watu wasilirahisishe. Si jambo rahisi hili, si jambo la kawaida, wasilirahisishe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, na ameunda tume si ya watu mashuhuri, ni ya watu wanaoheshimika, watu wenye heshima ndani ya nchi, ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Majaji wakuu wastaafu, watu ambao keria zao zote wamekuwa kwenye masuala ya sheria na haki. Leo na watu wengine wanaweka hoja hii na hii na hii. Mimi niwaambieni, tusiingie kwenye mtego wa kutaka water down. Water down, ukishusha hadhi kamati, unafanya maandalizi ya kutaka kushusha hadhi kilichotokea. Mioyo kila mtu ana maoni yake, lakini mimi niwaambieni, these are the people. Ni watu wa kuaminika, ni watu wenye kuheshimika, ni watu wenye ubobevu kwenye masuala haya unaoweza kuyapata kwenye nchi yetu. Majaji wakuu wastaafu wametumika kwenye jaji mkuu Agustin Othman ametumika kwenye wapi, Cambodia huko East Timor, kwenye masuala ya aina hii, kwenye masuala yanayohusu masuala ya kisheria, masuala ya sio mtu mwepesi tu hivi kwenye field hii. Nani mwingine? Balozi Kapi amesaidia kwenye masuala ya aina hii katika baadhi ya nchi hapa Afrika, Cote d'Ivoire, Burundi. IGP mstaafu ni mbobevu kwenye maeneo, amekuwa Interpol, amekuwa like that. Kwa hiyo ni hulka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza. Lakini mimi niwaombe wa Tanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke ajenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake. Isitokea huku kwenye watu wengine tunapenda tu kujidharau, kama mataifa mengine yote mpaka na ya nje ya Afrika na ya Afrika yamewahi kuwaita hawa wakafanye shughuli za aina hii. Sisi tutaachaje kuona ndio senior citizens tuliona? Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye hili. Mheshimiwa Waziri, challenge za aina hii huwa zinatokea. Nilikuwa nasoma siku moja kwenye Biblia, nani ile wanaongea kina Filipo, anasema ana challenge, kuna jambo lolote jema linaweza toka Nazareti? Watu siende tu na hiyo dhana. Hawa ni viongozi waliobobea kwenye masuala haya, na itatusaidia tuache kila mtu kutoka na jambo lake. Kumekuwepo na kila mtu kutoka na jambo lake sana. Wengi hatujajua undani wake, wengi hatujajua madhara yake ya jambo hili. Imetugharimu, na dawa yake si kuendelea kuchochea jambo la aina hii ambalo limetugharimu. Imetugharimu maisha ya ndugu zetu, imetugharimu miundombinu, imetugharimu kutokuaminiana.
ninyi kama ndugu zetu, kama mhimili, ningeomba tutoe uongozi katika masuala yanapotokea kama haya. Ukiliangalia moja, kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano, 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 maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha alipohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na tulishajua wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu. Pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiweki wazi. Namba kubwa hawajui hata Kiswahili. Ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu wa Tanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Tanzania sio mali ya serikali. Sio mali ya serikali Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Ulizeni wale ambao walishapoteza nchi kama wana vyama vya siasa. Na shughuli zote tunazifanya kwa sababu nchi ipo. Wewe na imani yako unafanya kwa sababu nchi ipo. Tuilinde nchi yetu.
Kila mtu ana matarajio yake, ana matamanio yake. Utayafikia tu kama nchi ipo. Tusiigeige mifano. Wengine wengi wanaofanyaga mavurugu ya aina hii, kila mtu yuko na pasipoti yake mkononi, wana uraia pacha. Nchi zao zina uraia pacha. Mtu mmoja anakuwa na nchi 3. Mtu mmoja anakuwa na nchi 5. Wana multiple citizenship. Sisi nchi yetu ni hii. Na Watanzania walio wengi hata pasipoti ya kusafiria hatuna. Mimi kwenye uzao wetu tumezaliwa, tuko kwa baba tuko 16. Ni mimi peke yangu nina passport. Wote hawa wako pale kijijini. Wote wako kijijini pale.